Bwana Yesu asifiwe. Nachukua fursa hii kwa ajili ya kukaribisha kila mmoja mahali ambapo uko katika ibada yetu ya jioni ya leo. Ninaamini ya kwamba naenda kuwa ya baraka kwa ajili ya maisha ya kila mmoja. Mungu wetu ametupa nafasi ili tukaweze kupatikana, na katika hii nafasi nakuta kwamba Mungu amenuia kutenda mambo makubwa na mambo ya ajabu, na Mungu atakuwa mwenye kufanya mambo ya ajabu zaidi. Tumekuwa tunaendelea kwa ajili ya kujifundisha about usiku wa manane. Fahamu nguvu ya maombi ya usiku wa manane. Lazima ukawe mtu mwenye utakaye fahamu, ili sote katika ufahamu huo Mungu anakuwezesha na Mungu anakuinua, Mungu anakupeleka katika kiwango kingine. So ninaamini ya kwamba usiku wa leo tunaenda kujifundisha kuhusu maombi ya usiku wa manane. Na haya maombi najua ya kwamba Mungu anaenda kukuwezesha, na wakati Mungu anaenda kukuwezesha unaenda kuwa mshindi, na kuna mahali ambapo unaenda kupenya zaidi. Tuamini tunapoomba kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, mfalme wa amani, tunasema ni asante, ni kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya fadhili, asante kwa ajili ya uwezo wako. Mungu umetujalia neema na kibali. Baba wa milele, mchana kutwa umetuonekania. Mungu utukufu na heshima zikurudie. Watu wako wamerudi manyumbani, tunasema ni asante. Wengine Baba wanapata chakula cha jioni. Mungu awezeshe, wabariki Jehova. Baba kuwasimamishe, ni kwa sababu wewe ndiye Mungu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Mungu unayetenda mambo makuu, mambo ya ajabu. Pokea utukufu, pokea heshima. Baba, ni kwa sababu ni mwema. Mungu milele, wewe ni Mungu na wewe ni mfalme wa wafalme, unayetenda mambo makubwa, mambo ya ajabu. Asante, ni kwa sababu ni mwema. Kwa Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Mtu wa Mungu, ninachukua fursa hii kukaribisha katika ibada yetu ya jioni ambayo tumekuwa tukiendelea nayo kutoka last week. Na naamini ya kwamba jioni ya leo inaenda kuwa jioni ya baraka, inaenda kuwa jioni ya neema, na inaenda kuwa jioni ambayo utakayejivunia sana, kwa sababu tumekuwa tunajifundisha, na last week tuliweza kujifundisha tukafikia mahali ambapo I think ilikuwa siku ya Jumamosi. Tuliweza kuona ya kwamba usiku unaamka kwa ajili ya maombi, ili so that ukaweze ukaweze kupigana na wanaopigana na wewe, kuharibu wabaya wako. Hapo ndipo mahali tuliweza kufika ya kwamba usiku nitaamka kwa ajili ya maombi, kuharibu wabaya wote wanaopambana nami, wanaoharibu maisha yangu, wanaoharibu familia yangu. So that usiku tunaomba maombi ya kuharibu, na katika maombi ya kuharibu unakuta kwamba Mungu anakuwezesha. Kuna mtu anasema, mtumishi unasema unaomba maombi ya kuharibu. Kama kuna mtu anakuharibu, mwambie Bwana, haribu yoyote anayeharibu anga yangu, yoyote anaharibu maisha yangu, yoyote anayeharibu afya yangu, yoyote anayesababisha kwamba mimi niwe jinsi nilivyo. So unakuta kwamba ni usiku ndio time ambayo wewe utaharibu wote ambao wanaharibu maisha yako, wote ambao wanapambana pamoja na wewe, wote ambao wana make sure kwamba wewe usiwe mtu. Ni time ya usiku ndio utakayeomba haya maombi, na Mungu atakuwa mwenye kukuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Leo nataka tusome usiku wa leo. Unakuta kwamba usiku hutolea usiku maarifa, usiku hutolea usiku maarifa, usiku hutolea usiku maarifa. So tunakuta kwamba usiku umebeba maarifa, na utakapokuwa mwenye unakaa katika maombi masaa ya usiku, kuna maarifa ambayo utayapata, kwa sababu usiku ni watu ambao unakuta kwamba wanaomba masaa ya usiku wanapata maarifa zaidi. So unakuta katika ile maarifa Mungu anakujalia neema, ili sote tukaweze kuenda mbali, ili sote tukaweze kufanyika baraka, kwa sababu usiku hutolea usiku maarifa. Na katika usiku hutolea usiku maarifa, unakuta ya kwamba katika huo usiku Mungu anakutenda jambo, ili sote tukaweze kuwa mtu ambaye mwenye kuinuliwa zaidi, mwenye kubarikiwa. Andika nasema, mchana husemezana na mchana, usiku hutolea usiku maarifa. Mchana husemezana na mchana, lakini usiku hutolea usiku maarifa. Ndio dadi sasa unakuta kwamba watu wengi ambao ni wa nguvu za giza na falme za giza
zimeweza kuchukua hili neno, wanasoma Biblia sana, lakini wao wanaikeuza. Unakuta kwamba wanafanya vitu kuvikeuza. Lakini sisi wale ambao ni watoto wa baba original, ambao wenye tunasoma Biblia, badala ya kufuata Biblia ili sote tukaweze kupata maarifa, nikuta kwamba sisi huwa hatuwezi zingatia neno la Mungu ili tukaweze kupata maarifa. Lakini andiko limesema vizuri ya kwamba mchana husemezana na mchana husemezana na mchana. So na tunakuta kwamba mchana tumekimbia na semezana na mchana, lakini usiku, kumbe usiku hutolea usiku maarifa. Kumbe maarifa mingi watu wanapata usiku, wakati ambapo wamepata kuna maarifa fulani iko katika hiyo usiku. So that wakati ambapo utakuwa ni mwenye kuunganika na maarifa, Mungu atakuwa anakuwezesha zaidi. Wewe ambao unanitazama, Mungu atakuwa ni mwenye kukuinua, Mungu atakuwa ni mwenye kukupeleka kiwango kingine. Kuna maarifa zaidi utakayoyapata, ili so that chochote ambacho unakifanya utakifanya kimaarifa, na katika ile maarifa utakuta kwamba utainuliwa sana, na utakuta kwamba utaenda mbali zaidi. Kwa sababu ya nini? Maarifa. So that tunakuta kwamba kuna vitu vingi mwaka huu tunahitaji ya kwamba Mungu atupe maarifa, so that ya kufanya kila kitu. So that kama unataka maarifa, lazima make sure ya kwamba unakuwa ni mtu ambao usiku wako unahudumia vizuri ili kupata maarifa. Na wakati ambapo unapata maarifa, Mungu atakuwezesha, Mungu atakuinua. Chochote unachokifanya fanya kimaarifa. Na hiyo tadi swali andiko nasema ya kwamba usiku hutolea usiku maarifa. Mtu yote anayeomba usiku anatafuta maarifa kutoka kwa Mungu, anatafuta uwezo kutoka kwa Mungu, anatafuta kuinuliwa kutoka kwa Mungu. Vitu vyake vyenye anavifanya kwa sababu ya maarifa, anafanya kwa sababu ya ukuu, anafanya kwa sababu ya uwezo ambao ulio ndani yake, kwa sababu Mungu amempatia maarifa, Mungu ameweza kumuinua, Mungu ameweza kumuheshimisha. Ndipo andiko nasema usiku utolea usiku maarifa, mchana husemezana na mchana. Unakuta ya kwamba mchana sana na mchana ndio ndani sio, unakuta watu wengi mchana wanakimbia mbio sana, lakini usiku unakuta kwamba ni utulivu. Ndio ndani sio watu wanapata maarifa. Mtu wa Mungu, anza kuinuka usiku kwa maombi, so that katika hii maarifa ukaweze kupokea maarifa zaidi, ukaweze kuinuliwa zaidi, nawe utakuwa ni mwenye kuinuliwa, na utakuwa ni mwenye kwenda mbali katika jina la Yesu. Na Mungu atakutenda mema, Mungu atakubariki sana, na Mungu atakuinua katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu usiku, ninatumai ya kwamba mwaka huu tutakuwa ni watu ambao wenye maarifa, ili katika ile maarifa Mungu akaweze kutuwezesha, tukaweze kushinda vita, tukaweze kuinuliwa, tukaweze kuenda mbali zaidi. Kwa sababu katika kwenda mbali Mungu atatuonekania, Mungu atatuinua. Maarifa inavyozidi ndipo unavyozidi kuenda juu zaidi. Maarifa inavyozidi ndipo unaweza kubarikiwa zaidi. Maarifa inavyozidi ndipo mambo yako yanaenda, kwa sababu Mungu amekuwezesha. Wewe unayeniangalia ndio naongea na wewe, ili so that katika ninapoongea na wewe Mungu akupe maarifa. Inuka usiku, wacha kusinzia, ili so that katika hiyo usiku Mungu akaweze kukuinua na akakuwezesha kwa jina la Yesu Kristo. Tunaposonga mbele kidogo, unakuta kwamba Isaiah 50, Isaiah chapter 50 verse 4. Isaiah 50 verse 4. Andiko nasema, Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishao, nipate kujua jinsi ya kutekemeza kwa maneno. Yeye aliyechoka huniamsha asubuhi, baada ya asubuhi huniamsha sikio langu nipate kusikia kama watu wafundishwao. Bwana Mungu huniamsha asubuhi, baada ya asubuhi. Amenipa ulimi wa hao wafundishao, amenipa sikio ili nikaweze kumsikia. Huniamsha ili akaweze kunifundisha. Tunapoinuka, tunapoenda kwa maombi, ni Mungu hutufundisha, ni Mungu hutuinua, ni Mungu hutuwezesha, ni Mungu humake sure kwamba anatimiza ndoto zetu, ni Mungu anatimiza haja zetu. Ndio that is why anasema Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishao.
lazima ukaweze kupewa ulimi wa hao wanaofundisha, so that katika ulimi wako ukapate maneno ya kuyazungumza. Lazima Bwana akupe ulimi ya hao wafundishwao, ili so that ukaweze kuelewa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtekemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Unasikia? Nipate the way ya kumwelekeza yule aliyefika mwisho, yule ambaye amechoka. Lazima Mungu ukaweze kumtafuta Mungu usiku. Kama wewe ni mtu ambao unashauri mtu, Mungu akaweze kukupa ulimi ya hao wafundishwao, ili sote tukaweze kusaidia yule ambaye amechoka, ukaweze kusimama katika position, ili ukaweze kujiachilia, na Mungu akawa ni Mungu mwenye atakaye kuwezesha, ili sote Mungu anataka kukubariki, Mungu anataka kukuinua, Mungu anataka kukufanya chombo, Mungu anataka kukuheshimisha, lakini lazima akupe ulimi ya hao wafundishwao. Hata sisi watumishi unakuta ya kwamba Mungu asipokupa ulimi ya kufundisha, Mungu asipokupa ulimi ya kusimamia ili sote tukaelekeze watu, inakuwa ni shida. Haleluya. Alafu anasema asubuhi huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Asubuhi huamsha sikio lako ili sote akaweze kukufundisha upate kusikia kama hao wafundishwao, ili sote tunafotoka mahali pale umefundishwa, umeelimishwa, ndipo ukaweze kuelimisha watu. Kuna watu wanapenda kufundisha lakini wao wenyewe hawapendi kufundishwa. Lakini andiko linasema vizuri, Bwana Mungu amenipa ulimi ya hao wafundishao na huniamsha asubuhi baada ya asubuhi. Wewe imagine unalala usiku kucha, unapika mangoroto, unanyongwa, ukipenduko na ngoroma, unapenduka, unanyosha miguu, unaamka, unaenda chooni, unarudi unalala. Wakati Mungu amekuamsha ili ukaweze kuomba, wewe unaamka unakimbia chooni, ukirudi unarudi kulala. Mungu akuwezeshe ili sote wakati Mungu amekuamsha, unaamka kwa ajili ya maombi. Unaamka kuomba, unaamka kumtafuta Mungu, unaamka kumwambia Mungu, nipe maarifa, Mungu nipe hekima, nipe ulimi, ninapotoka ninapoenda kwa watu, nipate kibali, nipate neema, nipate usemi, na Mungu atakuwezesha katika jina la Yesu. Ni wewe ambaye naongea na wewe, wewe ambaye unanitazama. Hakuna mtu mwingine, ni wewe, kwa sababu Mungu leo amependa kukuongelesha wewe, ili sote tukaweze kujisimamia, ukaweze kuwa mtu ambaye uliye katika hali ya kufundishwa na kufundishika, mtu utakayesimamia kweli ya Mungu, mtu utakayetembea katika maarifa, ili ukaweze kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Andiko nasema katika Mathayo ama Mathayo 25:6, lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Usiku wa manane kukawa na kelele. Nazungumzia kuhusu nini? Kuna wali 10 waliotoa taa zao kwa ajili ya kwenda kumlaki bwana harusi. Kuna 5 walikuwa wenye busara na kuna 5 walikuwa wapumbavu. Walipepa mafuta pasipokuwa na hakiba, na katika ile taa zao zikawaka zikazima. Lakini Bwana alikuja saa 8. Unapojiandaa, jiandae ili ukaweze kutembea na Mungu. Jiandae Mungu akaweze kukuwezesha. Jiandae ili Mungu akaweze kukuonekania, Mungu akaweze kukubariki. Kwa sababu usiku wa manane ndio sasa wakati hao taa zao zimezima, wametoka wameenda kutafuta. Hapo ndipo bwana harusi alipoingia. Je, wewe mtu wa Mungu umejiandaa kiwango gani? Huyu Yesu unamngojea ukiwa katika hali gani? Taa yake sije kazima ukasinzia ukalala, watu kanyakuliwa wakati umelala. Make sure kwamba jipatie muda ili sote tukae mbele za Mungu. Jipatie muda wa kumtafuta Mungu ili Mungu akaweze kukuinua. Usiku wa manane tunafanya maombi kwa sababu nataka tukutane na Mungu one in one. Nataka tuongee na mbingu ili mbingu ikaweze kutusikia. Nataka tuongee na mbingu ili Mungu akaweze kuachilia. Kuna vizazi vingi ambavyo tumetoka ndani yake, havikuwa na muda na Mungu, havikuwa na uwezo wa kutembea na Mungu, lakini unakuta ya kwamba walituwekea foundation mbaya. Na ndio dadi sio, unakuta ya kwamba leo hii unatafuta Mungu katika hali ngumu. Unatafuta Mungu kwa machozi, unatafuta Mungu kwa kilio, unatafuta Mungu kwa maumivu, kwa sababu hakuna. Si wewe ndiye mtu wa kwanza ambao unachimba msingi, unaweka foundation ili sote watu wengine wakuche wajenge juu yake. Vumilia kwa sababu Mungu ana haja na wewe.
Mungu ana haja na wewe, kwa sababu wewe ni mtu ambaye unapika msingi ili sote tukaweze kuinuliwa, ukaweze kuenda, ukaweze kufanikiwa. Lakini make sure kwamba katika kuweka hii msingi, katika kung'ang'ana, chiweke tayari ili sote tu wakati tunamtafuta Bwana uko tayari, na Mungu mwenye uwezo atakuwezesha, Mungu mwenye uwezo atakuinua, Mungu mwenye uwezo atakubariki, ili sote familia sikuje sipate misingi mizuri, vizazi sinavyokuja sikapata at least kuna taa zinawaka katika ile familia. Wakati ambapo taa imewaka katika familia, ndio utakuta watu wengi magonjwa kila mara. Mtu akienda akipata pesa, magonjwa ndiye ameinuka na kula hizo vitu zote na maliza. Sote tunakuta kwamba huyo mtu anabaki bure. Make sure kwamba make sure taa inawaka katika familia yako. Nazungumza na wewe. Taa inawaka katika familia yenu. Wewe mtoto, make sure kwamba unaombea wazazi wako, taa inawaka. Na wewe mzazi, make sure unaombea watoto, taa zinawaka katika familia. Taa za neema, taa za mafanikio, taa za ushindi, ili sote taa zetu hazitazima mpaka kipindi tutamlaki Bwana wetu harusi ambaye ni Yesu Kristo, aliyeenda kuandaa makao na atarudi kwa ajili yetu. Amen. Katika hilo nakuta kwamba Mungu ni mwaminifu, na Mungu hutenda mambo ya ajabu zaidi, ili so that Mungu akaweze kutuwezesha ili tukaweze kufanikiwa na tukaweze kuinuliwa. Unakuta ya kwamba usiku wa manane ni usiku ambaye tunang'ang'ana na huyu Mungu ili tuone ya kwamba kuna vitu zinafanyika, kuna vitu zinatendeka. Mtu wa Mungu, kuna watu wengi ni wafifu wa kuomba, lakini katika ile ufifu wa kuomba, make sure ya kwamba unamtafuta huyu Yesu. Katika kitabu cha Luka chapter 11 verse 5 to 8, andika nasema, akamwambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumuomba, rafiki yangu nikopeshe mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safari, nami sina kitu cha kumwekea mbele yake. Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani. Ni mimi na watoto wangu, siwezi ondoka nikupe. 8. Nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe, kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile alivyoacha kumuomba, ataondoka na kumpa kadri ya haja yake. Hapewi kwa sababu ni rafiki yake, lakini kwa sababu alipokataa na kuomba na kupisha na kung'ang'ana katika malango, ataondoka na kumpatia. Ikiwa rafiki anaweza ondoka akakupatia kitu kwa sababu umeomba, umeng'ang'ana, je, uking'ang'ana na huyu Mungu, uking'ang'ana kuomba Kristo, uking'ang'ana kumlilia Mungu, si ataondoka na atakupatia? Andika nasema atatupatia, kwa sababu ni Mungu mwenye uwezo. Lakini lazima ukawe ni mtu ambaye yani uko continuously, si leo umeomba kesho yako umeacha. Unaona, huyu Yesu ni rafiki yetu, lakini lazima tumake sure kwamba Mungu ni Baba muumbaji. Lazima tumake sure kwamba tunaomba, lazima tumake sure kwamba tunang'ang'ania, ili so that hatutanyamaza. Amejibu, hajajibu, tutang'ang'ana, tutazidi kuomba mpaka tuone amejibu, mpaka tuone ametufikisha, mpaka tuone ametupatia kila ambacho tulihitaji. Mchana nilikuwa nakwambia kwamba usiwe mtu wa kukata tamaa. Endelea kuomba mpaka uone kwamba ile jambo liloombea limeweza kufikia ama limesucceed. Lakini anasema usiku wa manane rafiki yake akamwendea. Hata na sisi tunapomwendea Mungu masaa usiku wa manane, Mungu hana budi ya kuamka na kutupatia. Mungu ana vitu vingi anataka kutupatia, lakini sisi wenyewe ndio hatujakuwa tayari ili tukaweze kupewa. Lakini ingelikuwa ya kwamba tuko tayari, Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu, na naamini ya kwamba Mungu ana uwezo. Mungu anataka kutenda mambo makuu katika maishani mwetu. Mungu anataka kutuinua.
Mungu anataka kutubariki. So mtoto wa Mungu, ili ukaweze kufanikiwa, make sure kwamba utaomba mfululizo. Si usiku wa leo umeomba, usiku uliofuata hukuomba, siku nyingine umemaliza wiki mbili ndio unakuja kuomba. Kuwa mtu ambaye uko na discipline ya maombi. Lazima ukawe na discipline, lazima ukawe na mwelekeo, lazima ukajitambue na lazima ukajifahamu ni nini ambacho nataka kwa Mungu. Chiwekee ratiba ili sote tutembee katika ratiba ya Mungu, utembee katika mwongozo wa Mungu, na Mungu naye atakuwa mwenye kukuwezesha. Katika Ufunuo andiko linasema hivi. Ufunuo 3, Revelation chapter 3 verse 2. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia, yanayotaka kufa, maana si kuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Uwe mwenye kukesha, uimarishe mambo yako yanayotaka kufa. Kuna vitu vingi ukiangalia katika maisha yako, kuna vitu vinakusumbua, kuna vitu haviendi, kuna vitu umejaribu lakini havijakaa sawa. Unajaribu kufufua maono lakini maono haijafufuka. Ndipo andiko linatuambia kwamba uwe mwenye kukesha, ukaimarishe mambo yako yanayotaka kufa, kwa sababu Yesu anasema si kuona matendo yako kuwa yamekamilika mbele za Mungu. Ili sote tunahitaji tukaweze kumtafuta Mungu na matendo yetu yakaweze kukamilika mbele za Mungu. Lakini lazima tuwe wenye kukesha. Kuna vitu vingi usipoviombea ili ukawe mwenye kukesha, hasitaimarika. Ile kazi inayokusumbua lazima make sure kwamba unaombea hii kazi imarike. Uhusiano wako lazima uombee uimarike. Undugu, familia lazima muombee ili uimarike. Shetani siku zote hapendi kuona wanafamilia wamekaa pamoja. Hapendi kuona jamii wamekuja pamoja, wanaongea kitu kimoja. Kwa sababu mkiongea kitu kimoja, mtafanya mambo mengi. Anataka mpasuke so that kila mtu anaongea lugha yake. Hakuna mtu mwenye anaongeleshana na mwenzake, hakuna mtu anaelewana na mwenzake. Lazima ukamake sure kwamba lazima ukaweze kuombea mandugu zako ili so that mkaweze kushikamana, ili so that mkaweze kufanya kazi kwa pamoja, mkaweze kutembea kwa pamoja. Leo hii ukianguka peke yako, usipokuwa na mwenye anakuinua, nani atakaye kuinua? Lazima upende familia yako, lazima upende jamii yako, lazima make sure kwamba unawaombea. Utajinyima kwa sababu yao, ili so that make sure kwamba unawaimarisha, unawajenga, unawafanya waonekane. Mungu anataka wao. Mungu anataka kuwainua wao. Ili so that Mungu anataka kuwatenda mema. Mungu anataka kuwafanikisha. Mungu anataka kuwajenga. Mungu anataka kuwainua. Kuna mambo mengi tumepoteza katika familia. Kuna vitu vingi vimekufa katika familia. Kuna mipango mingi zimekufa. Kuna kazi nyingi zimekufa. Lakini hata hii kenye kimesalia, lazima maandiko yanasema ya kwamba uwe mwenye kukesha, ukayaombea, ukayaimarisha, ili Mungu akaweze kukuinua. Lazima. Pasipo hiyo unakuta ya kwamba mambo itakuwa ngumu. Mambo haitaenda, mambo itakuwa ni magumu. Lazima tu make sure ya kwamba tunang'ang'ana na tunapigana vita. Mungu lazima tu make sure kwamba tunaomba. Wewe unakuta wewe ni mama, mzee wako ako kazini. Make sure kwamba unamuombea mume wako. Wengine wanafanya kazi za kukesha usiku wa leo. Wewe sio usiku pepepa nini? Ombea mume wako. Wewe ni mzee, ombea mke wako, ombea familia yako. Make sure kwamba unakesha kwa ajili yao. Watoto wako shuleni, lazima tukakeshe tukaombee. Kwa sababu kule shuleni watoto wamejifundisha tabia zingine ambazo sizo. Wametuma nguvu za giza, Freemason wanataka watoto shuleni. Kuna malesbian kule shuleni. Lazima make sure kwamba unaomba so that mtoto wako asipatikane katika ile group. Ni mambo ambayo yanafanyika. Lakini lazima ukawe mwenye kuomba. Na wewe ndio unazungumza na wewe. Lazima ukawe mwenye kuomba. Ili so that tukakomboe familia, tukakomboe generation, tukakomboe vizazi. Na Mungu atatuwezesha kwa jina la Yesu Kristo. La sivyo hatutaweza. Tunaposoma maandiko kitabu cha
Acts of Apostle ama Matendo ya Mitume chapter 12 from verse 7. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Tutaanzia nyuma kidogo, acha tuanzie verse 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Petro akawa ameshikwa. Herode alikuwa amezoea tabia kushika watu na kuwatupa gerezani na kuwaua. Sasa kanisa likawa limenyamaza, kanisa lilikuwa limezinzia, kanisa lilikuwa wakati ule kanisa limelala. Lakini sasa wakati ambapo Yohana ameenda, wamefika wameshika Petro. Petro ameenda ametupwa gerezani na huyu jamaa anaitwa Herode. Ikafika mahali ikabidi sasa kanisa likaona ya kwamba hatutanyamaza. Ni kama sasa hivi wewe ninazungumza na wewe, kanisa la sasa ndio liamke. Kwa sababu wakati ambapo shetani ameinuka, ameingilia watoto wetu shuleni, malesbian, spirit ambazo zinatembea shuleni, devil worshiper, Illuminati wanataki watoto wetu, lazima tukaweze kuinuka na tukaweze kuomba. Kanisa lazima liinuke. Kanisa hatutanyamaza kipindi hiki, kwa sababu unakuta kwamba nguvu za giza zimezidi. Watu wanaroga kwa familia, tukienda hospitali tukipima hakuna ugonjwa, ama tunapima tunaambiwa vitu vingine. Lazima tumake sure kwamba tunaomba ili so that kanisa likaweze kuomba. Kereza ni ile magonjwa uko nayo. Kereza ni ile shida unapitia. Kereza ni ile kukosa, ile familia imekosa kitu cha kujisimamia. Mkipata shida unakuta kwamba hakuna kitu cha kusimamia. Lazima tuamke tuombe. Petro akiwa gerezani, kanisa likafanya juhudi kabisa. Hata wakati Herodi alipotoka kumtoa usiku ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya lango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mule chumbani, akampika Petro upavuni, akamwambia akisema, ondoka upesi. Nyororo yake ikamwangukia mikononi. Unaona, Petro ameshikwa gerezani, lakini kwa sababu sasa juhudi la kanisa limeinuka kuomba, Petro mwenyewe anangorota, hajui ya kwamba yeye ako katika minyororo, hajui ya kwamba yeye ako katika shida. Leo hii ninapozungumza, kuna Petro katika familia yenu amelala. Kuna Petro wa ulevi, amenaswa na ulevi, amenaswa na nguvu za giza, amenaswa na usharati, amenaswa na vitu visivyofaa. Lakini unakuta kwamba lazima kanisa liombe likanasue huyu mtu kutoka kule mahali ambapo ako, likamnasue kutoka katika zile vita hako ndani, likamnasue likamtoe katika ile vitu ambavyo ameshikwa. Roho hizi, maroho ambazo zimemshika, zimemweka mateka, roho za ulevi, roho za bangi, roho za usharati, roho za ndoa talaka kila mara, ndoa kuvunjika. Hizo ni magereza ambazo unakuta kwamba lazima kanisa tuamke tuombe, tukapigania watoto wetu, tukapigania watu wetu. Siku hizi watu wamepiga kiwango, unakuta hata wachawi wanaroga paka kanisa. Wakati tumefunga kanisa tuko nyumbani, wengine wanaenda kufanya ibada zao usiku. Lakini lazima kanisa liamke tuombe ili malaika wa Bwana akaamke na akamulike. Tunahitaji kuona malaika wa Bwana amemulika. Tunahitaji kuona malaika wa Bwana amesimama ili akaweze kutukomboa. Kuna mtu usiku huu naongea na yeye, ndoa yake imevunjika. Kuna mtoto msichana naongea na yeye, sasa anapitia shida. Aliweza kupata mtoto na mtu akamwacha. Analea mtoto mwenyewe katika hali ngumu ya machozi. Lazima kanisa tukaweze kuomba ili so that katika haya maombi hao watu watoe katika vifungo, watoe katika gereza. Leo hii ukiangalia kuna mambo mengi yanafanyika, yanatuhitaji sisi kama kanisa. Tusishapikie kuona vitu vinaharibika. Tusishapikie kuona maafa katika kwa nchi yetu. Lazima tu make sure kwamba tunasimama. Wakati ambapo kipindi hii ya Krismasi na hata wakati wa sasa tunapoongea unakuta ajali mingi zinatangazwa barabarani. Kanisa liko wapi? Kanisa lazima liamke liombe, lisimamishe hizo roho za ajali barabarani. Hizo roho ambazo zimeataki watoto wetu. Tunapoteza watu wengi kwa ajali. Juzi nikawa ninaangalia news, I think ni last month. Unakuta kwamba watu walienda harusi, waliporudi wakaangamia wote. Baada ya kusherehekea wamerudi wameangamia wote. Lazima tuamke tuombe. Kanisa lazima tuombe. Familia hasinaangamia tukiwa tumenyamaza. Sisi tutaulizwa maswali na Mungu, mlikuwa wapi? Nikasoma andiko lingine katuambia sisi ni watchman. Watumishi wa Mungu ni watchman, waombezi ni watchman. Intercessor wako wapi? Lazima tumake sure kwamba tumeamka tunaomba.
ili so that shetani aache kukamata watu wetu. Shetani aachilie. Wakati kanisa liliomba, mbingu ziliachilia, siliweza kumwachilia Petro, kwa sababu Petro alikuwa katika gereza na alikuwa amenaswa, na naamini ya kwamba Mungu anaenda kufanya jambo. Mstari wa 8, malaika akamwambia, jifunge ukavae viatu vyako.